Atukuzwe Mungu Baba, Bwana, Mungu mkuu, Mwokozi. Lisifiwe jina la Yesu Kristo lenye nguvu. Atukuzwe Mungu aliye Mwokozi wetu siku kwa siku. Tunamtukuza, tutamtukuza. Tunamshukuru, yeye ni mtakatifu, amejaa utukufu, amejaa nguvu. Yeye ni muweza, amejaa uweza. Yeye ni wa neema, tena amejaa rehema. Yeye ni mwenye fadhili na ni mwaminifu kwetu. Ni Mungu aliye Bwana wa utukufu. Ni Mungu aliye Baba na muweza wa yote. Amejaa uweza na nguvu yeye. Ametukuka milele kwa jina lile lipitalo kila jina. Jina la Yesu wa Nazareti. Jina lenye uweza na nguvu. Jina lililojaa neema na uweza na nguvu, linalotuponya. Ubarikiwe kwa jina la Yesu. Bwana akupe raha, furaha. Bwana aseme nawe katika moyo wako kwa roho wake saa hii tena. Namshukuru Mungu tunapoenda kumaliza wiki hii. Tunamshukuru kwa kuwa ameendelea kutulinda, kutusaidia. Yeye ni wa huruma na wa upendo na wa rehema kwetu. Yesu aendelee kuwa mfadhili na mdhamini wetu tena wiki inayoenda kuanza kesho, na hata tunapoimalizia tukaimalize kwa hekima yake, kwa maarifa yake, na huko tukiwa tunatembea na mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Tukaongozwe na kuwezeshwa na Roho wake Mtakatifu, yeye aliye Baba na Bwana wa utukufu. Amina. Bwana Yesu, asante. Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu, ninaomba tujaze wewe nguvu na uweza na ufunuo. Tujalie neema yako na uweza wako, ili tutembee katika mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba tufiche damuni mwako. Roho Mtakatifu, tuongoze katika maandiko haya matakatifu, ili tupate kuelewa sawa sawa na mapenzi yako Mungu Baba. Kwa Yesu Kristo, tuongoze kuelewa na kuchukua hatua na kuponywa kabisa. Wewe ulituma neno lako na kutuponya kutoka maangamizo na taabu. Asante Mungu Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme na Bwana wa mabwana, muweza wa yote. Amen. 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 Atukuzwe Mwokozi wetu, Mfalme wetu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ni wiki tunayoimaliza. Tumeendelea kujifunza juu ya mhudumu wa madhabahu ya Mungu aliye mtakatifu, na tumejifunza sana hilo juu ya umuhimu mkubwa wa kuyahusisha maisha yetu na madhabahu takatifu ya Mungu. Umuhimu wa kuyahusisha maisha yetu sana na madhabahu iliyo takatifu ya Mungu. Maisha yetu bila utumishi wa Mungu ni maangamizo, ni upepo na kujilisha upepo. Maisha yetu wanadamu bila kumtumikia Yesu, bila madhabahu ya Mungu, tutapigwa, tutaangushwa, tutaharibiwa na shetani. Basi ni neema iliyo kubwa tumeendelea katika hayo. Karibu sana, na tuendelee sasa katika kitabu cha Ufunuo, na somo hilo tunapoendelea, kama pengine tutaendeleza siku ya kesho na siku nyingine, Roho Mungu ndiye atakayetuongoza. Sasa tukaangalia kitabu cha Ufunuo sura ile ya 7. Kitabu cha Ufunuo sura ya 7 kina mambo mazuri ya pekee. Kinatueleza kilichopo na kitakachokuja, kinachoenda kutokea mbele yetu katika siku ile inayotajwa kwa siku ya mwisho. Na sura ya 7 kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ufunuo wa Yesu Kristo kupitia Yohana, kupitia malaika. Malaika wanapewa kazi ya kufanya. Katika ile mstari wa kwanza naeleza kilichofanyika. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya miti, wala juu ya mti wowote. Malaika wakawa wanafanya kazi hiyo. Alafu ukienda mstari ule wa 4, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Akasikia sauti
akasikia hesabu ya wale waliotiwa muhuri, wale wateule taifa takatifu la Mungu. Akasikia hesabu yao wale waliotiwa muhuri. Shalom sana. Naam. Kiendelea mstari ule wa 9 nasema, baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote waliokuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, na hao wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudia Mungu wakisema, amina. Baraka na utukufu na hekima na shukurani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Sasa mstari wa 13 tutazame tena. Akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wale wanaotoka katika dhiki ile iliyo kuu, na wameyafua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Wameyafua mavazi yao na kuyafanya meupe kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Naye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyoyote. Amen. Haleluya sana. Ujumbe huu muhimu unaoeleza mara baada ya dhiki ile kuu, mara baada ya utumishi ule ambao tutakuwa tumetumika kwenye dunia hii, na sasa unaelezwa kinachoenda kutokea baadaye katika mbingu. Na wanaonekana watu wale waliopita katika wakati mgumu, lakini ambao hawakulikana jina la Yesu, ambao walisimama imara katika imani ya Yesu, ambao walivumilia taabu na misukosuko mbalimbali, wakaivumilia katika jina la Yesu, wakasonga mbele, wakaendelea kumtumikia Bwana na kukaa katika mapenzi yake daima. Haleluya sana, haleluya. Na ndipo anasema ukaonekana kuwa ni mkutano mkubwa wa mataifa yote, watu wa kabila zote na watu wa jamaa. Amesema kila taifa na kabila na jamaa na lugha, watu wa lugha zote. Wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi cha mwana kondoo. Wana mavazi meupe. Ni wateule waliosimama, lakini mavazi yanayoonekana ni mavazi meupe. Neno hili mavazi, kuna watu wamepuuza jambo la mavazi kwenye dunia. Jamani, tunajifunza juu ya utumishi au hudumu katika madhabahu ya Bwana. Sasa Biblia inapotaja mavazi, kwa hiyo lazima tuliangalie kwa makini neno hilo, kwa sababu kuna watu wanavaa wanavyotaka. Wanasema wako huru, wana uhuru, au wanasema kwamba Mungu aangalii mavazi, anaangalia moyo. Basi vazi lisingetajwa na kusingekuwa na vazi maalum la kimbingu. Kama liko vazi maalum la kimbingu, basi hata sasa tunapaswa kuwa na vazi. Kwa nini tunafanya ibada duniani? Kwa sababu hata tunakoenda iko ibada ambayo inafanyika. Na kama ni hivyo, basi inatupasa hapa tufanye ibada kweli kweli ya kiroho, katika roho na kweli. Na hivyo
Pia katika mambo mengine yote ya kuvaa, ya namna ya kuishi, tunapaswa tujitengeneze tayari kama tunafanya ibada, kwa sababu ibada tunayoifanya ni kama tunatengeneza sasa kwa ajili ya safari ile ya mbinguni, safari ile ambayo kule tunakwenda kuimba na kuabudu. Imetajwa hapa, uko uhudumu wa mbinguni, uko uhudumu wa duniani. Tukimaliza uhudumu hapa duniani, tuna uhudumu mwingine wa mbinguni, utumishi mwingine wa madhabahu ya Mungu iliyoko juu mbinguni, ambayo tunapaswa twende tukatumike huko. Ndipo sasa inatupasa kujua namna ya kuishi hapa, ili na kule tukaishi hivyo, na tusiende kushangaa wala kupata shida. Mavazi yanatajwa. Angalia, uvae mavazi yanayomtukuza Mungu. Vijana wengi wamepotea kwenye hilo, wameingia kwenye maamuzi yao kwenye namna ya dunia, wanaenda kama namna ya dunia inavyotaka. Lakini akasema vazi, na katika kitabu hiki cha Ufunuo ukisoma mahali pengine anataja juu ya vazi refu mpaka miguuni. Sasa kwa nini lionekane vazi refu mpaka miguuni? Lazima tutafakari. Kwa nini tu asiseme hilo vazi akaeleza mambo mengine, akalielezea na kwamba lina kimo gani, lina urefu gani, likoje? Ni jambo la muhimu sana, na ni muhimu kweli kuyazingatia haya ili yaweze kutubariki, kutusaidia. Shalom tena shalom, shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Yesu atusaidie. Naam, mkutano unaonekana, lakini unaonekana ni watu wenye mavazi. Anasema watu wenye mavazi wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende. Mkutano mkubwa ulioonekana ni mkutano ambao anasema wamevikwa mavazi meupe, vazi jeupe, utakatifu. Wamevaa usika wa mbinguni, wamevaa utumishi wa kimbingu. Kwa hiyo tunatakiwa kuanzia hapa duniani. Utumishi auanzie mbinguni, yaani hatuendi kukuta huko, tunauanzia hapa. Mungu alituletea kutoka mbinguni, tuufanye, turudi sasa twende kule ambako tunakwenda kukaa milele. Anasema baada ya kuulizwa, lakini maono, kumbuka haya ni maono, wanaona kinachoendelea, kilichokuwa kinafanyika mbinguni. Akajibu mmoja wa wale wazee, na wale wanaitwa wazee 24. Haya, anasema akajibu akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Tena wametoka wapi? Nikamwambia, naye akawa jui. Lakini majibu yanakuja hapo. Anasema hawa ndio wale, hao ndio wanaotoka katika ile dhiki iliyo kuu, na wameyafua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Ni watu ambao wametoka kwenye dhiki, kwenye taabu ile ya dunia, ambao walisimama imara katika imani, walisimama imara katika imani ya Yesu, walisimama imara katika mapenzi ya Mungu. Walipitia changamoto, lakini hawakuikana imani, hawakujaribu kutoka nje ya mapenzi ya Yesu. Waliendelea kung'ang'ana, waliendelea kusimama, na hivyo sasa wana vazi jeupe. Nini wanafanya huko mbinguni? Biblia imetueleza wazi wazi, mstari wa 15. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Atatanda hema. Kumbuka Waisraeli walifanya sana, Musa walifanya sana habari ya hema, kuwa na hema ya kukutania. Haleluya. Kazi kubwa iliyoko kule, Biblia inatuambia ni mchana, ni usiku, ni huduma, ni kumtumikia Bwana mchana na usiku. Biblia inaeleza huduma au kazi iliyoko huko ni kazi ya kumtumikia Mungu, ni kazi ya kumtumikia Mungu.
Ndio sababu ni muhimu sana kutembea katika kutumika sasa katika ulimwengu huu. Tutumike mbele zake Bwana. Achilia moyo wako na mwili wako na vitu vyako kuwa madhabahuni pa Mungu, viwe ni sehemu ya utumishi. Tuendelee kuruhusu nyumba zetu na mioyo yetu, kwanza mioyo, miili yetu tunayoambiwa katika Warumi 12, tweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Bwana, na ndiyo ibada yenu yenye maana. Biblia inasema toa mwili wako, toa kila kitu, tutoe, tujitahidi tu wapendwa, tujitahidi tujitolee mbele za Bwana ili tuwe madhabahu, tuwe sadaka, tuwe wahudumu wa Bwana, wahudumu wa Agano Jipya waliotoshelezwa na Yesu mwenyewe kuwa wahudumu. Hatukuwa tumetoshelezwa au tunatosha. Yeye ametutosheleza, yeye ametujazilisha, yeye ametufanikisha, yeye ametuwezesha, yeye ametuweka hapo ili tutumike kwa nguvu ndani ya mapenzi yake mema kabisa, katika jina la Yesu. Anasema kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi. Mbinguni kuna madhabahu, mbinguni iko madhabahu, inaita madhabahu ya mbinguni. Ndio sababu tuna madhabahu duniani. Kila kitu kimetokana na mbingu, kila kitu asili yake ni cha rohoni. Ndio sababu hata Yesu au Mungu mwenyewe alipokuja kukomboa, alikuja katika mwili. Hii ikimaanisha kwamba anakuja kukomboa miili iliyo katika uovu na dhambi. Na nirudi hapa kusema kila kitu kinatokana na mbingu. Ndio sababu tuna vitu vingi leo tukiangalia tunaona ni mfano kabisa wa kimbingu hapa duniani. Na hivyo sasa anasema iko madhabahu kule, liko hekalu, na duniani tuna hekalu, lakini kumbuka mimi na wewe ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Ndio hasa madhabahu Mungu anapenda kuitazama iwe iko sawa sawa. Naam, sasa asema nao wako mbele ya kiti cha Mungu kwenye hekalu takatifu, liko kwenye hekalu la Mungu kule mbinguni, kwenye hekalu lake. Anasema na wanamwabudu mchana na usiku. Mchana na usiku ni ibada. Mchana na usiku kule ni kumsifu, ni kumtukuza. Jiandae. Kama ulikuwa unaona watu wanaimba na kucheza ukashangaa unaona ni kitu gani, sasa hapa ujue kwamba kule utakwenda kubaki unashangaa. Kule utakwenda kubaki unajiuliza nini, na matokeo yake utaachwa. Ni jambo la msingi, ni muhimu mtumikie Mungu kama anavyosema. Wewe tumika mbele za Bwana, kwa sababu hapa pia nasema tunajiandaa. Tuko katika maandalizi kwa ajili ya maisha ya utumishi wa mbinguni. Basi lazima tuyaishi maisha ya kiibada, ya kihuduma hapa, yakafanyike baraka kule, yakatendeke kule, na likatimizwe lile kusudi la Mungu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Likatimizwe lile kusudi la Baba ambalo Baba amelikusudia katika jina la Yesu. Basi kasimame imara, kasimame sawasawa na mapenzi ya Mungu, ili yale mapenzi ya Mungu yakaendelee kutimizika, yakaendelee kutendeka kwa utukufu wa jina lake. Mkono wake Bwana umejaa uweza, umejaa na nguvu, umejaa na neema, umejaa na rehema, umejaa na uweza, umejaa na utukufu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Jamani, tukumbuke huu mkutano mkubwa unaonekana, vazi linaonekana ni vazi jeupe, na anasema nini kinachofanyika kule? Anasema ni ibada mchana na usiku, wanamtukuza Bwana. Ndio kazi iliyopo, ndio kazi iliyopo. Sasa jambo lingine la kuona litutie moyo kwamba anasema wametoka kwenye ile dhiki kuu. Kuna dhiki zitapita ndogo ndogo, alafu kuna iliyo kuu. Kuna wakati utasimama imara kwenye imani, watu watakupinga, hata kanisa linaweza likakupinga, hata serikali inaweza ikakupinga na kukupuuza na kukuletea shida kabisa, hata ndugu zako wanaweza kukuletea shida kabisa. Wewe simama, na Mungu akisimama nasi yatosha, kwa kuwa hayo mawimbi na dhoruba zitapita,
Saa inakuja ambayo tutasimama na Bwana, tutaketi tukishangilia. Hapo anasema sasa, sikiliza anachokisema pale. Anasema hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua. Hakuna magonjwa wala machozi wala mateso wala kuonewa. Amesimama mwenyewe, tuko pamoja naye sasa. Hapo hata sasa tuko pamoja naye, lakini pale ni mahali muhimu ambako hapo tena ubinadamu hakuna, bali ni roho. Ni katika namna ya roho. Wanadamu waliovishwa roho kweli kweli wamebadilishwa na miili yao. Saa hiyo wako mbele za Jehova. Saa hiyo inakuja. Bwana atatimiza mapenzi yake aliyosema. Basi tembea katika uweza wa utumishi, katika nguvu zake, uweza wa Roho Mtakatifu unaotusaidia kutumika. Anasema hatutaona njaa wala hawataona kiu tena, wala jua wala hari haitawapiga. Jambo liwalo lolote la dunia hakuna kule. Hakuna nyama na vitu viovu havimo kabisa. Haleluya! Ni watakatifu wote, wameoshwa dhambi zote, wasiosafiwa wote hawamo kabisa. Wasiosafiwa wote hawamo kabisa. Usishikwe na dunia na dhambi kukulemea, tutupe vya chini pia, Mwokozi anakuja. Utumishi wa kimbingu, hasa kama mbinguni kuna hekalu na madhabahu na utumishi, lazima duniani tujitengeneze kwa nguvu zote, tujiandae, tuhakikishe tunapata nafasi, tuhakikishe tunatengeneza nafasi ya mbinguni. Tunaitengeneza sasa, sio kule. Hapa ndo tunaitengeneza sasa nafasi yetu. Tengeneza nafasi yako ya mbinguni sasa. Tengeneza nafasi yako, ili nafasi hiyo ya kuimba, ya neno, ya vyote vya kiibada ya kimungu takatifu viko kule. Hapa ni kama kivuli, kule ukaonekane ulikuwa halisi. Haukuwa tu mtu wa kubunibuni, wa kubahatisha, mdanganyifu, bali uliyesimama katika mapenzi ya Bwana. Mungu wa Baba tusaidie, tusimame katika utakaso na katika utakatifu, tusimame katika nguvu zake na katika uweza wake. Neema ya Mungu tusaidie tunapopita kwenye changamoto na dhoruba na kukataliwa na kuudhiwa na kufanyiwa mabaya na kukutana na madharau, kudharaulika, chochote. Wewe kijana mwenzangu, wewe mpendwa, wewe baba, wewe mteule usikiae, jitahidi tu, songa mbele. Saa yaja, ushindi waja, furaha, wokovu. Bwana atatukuzwa milele na milele. Asifiwe Bwana sasa na hata milele. Hatutaona njaa tena, wala taabu wala vifungo, kwa maana huyo mwana kondoo, mstari wa 17, kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemichemi za maji. Atawaongoza kwenye chemichemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Haleluya! Kwa Yesu iko raha ya ajabu Bwana. Nilisikia watu wa dini nyingine fulani wakisema kule wao wanaenda kunywa pombe. Kindiribusa. Sisi tutaongozwa na Yesu kwenye chemichemi za maji ya uzima, maji yaliyo hai. Wakati wengine wanatarajia kwenda kunywa pombe na kupata wanawake huko, kwamba si uzinzi, uasherati utaendelea, sijui. Yesu anasema kule hakuna kuoa wala kuolewa. Tena anasema huko ni maji yaliyo hai. Ni uzima. Alafu kuna matunda ya uzima, kuna matunda tutakayokula. Anasema katika kitabu hiki cha Ufunuo pia, kule ni raha ajabu. Machozi yatafutwa, huzuni zitakuwa hakuna, machozi yameondolewa. Unaonaje uzuri ulio katika Yesu?
kwamba ametutengenezea kilicho chema. Wakati unatarajia mambo ya ajabu ajabu, sisi tunatarajia, Bwana asema, mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, 1, naye atawaongoza, 2, kwenye maji, kwenye chemichemi za maji yenye uhai. Haleluya! Na machozi yatafutwa. Kumbuka katika Yohana pia hii, katika Yohana, lakini Injili kule kwenye Injili ya Yohana sura ya 4, anasema, Yesu anasema, mimi ni maji yaliyo hai, maji ya uzima. Kwa hiyo yeye tayari ametutengenezea hayo maji, tutaburudishwa burudisho kuu lisilowahi kutokea popote kwenye dunia hii na halitawahi litokee. Bwana yu aja. Endelea kung'ang'ana kwa Yesu. Iko raha kuu na maisha ya kipekee yanakuja, ambayo ni mashangilio, ni maisha ya nguvu, ni maisha ya baraka na uzima na ushindi. Haleluya, haleluya. Rasaturidi karisi. Asante Yesu, jina lako litukuzwe Bwana. Asante kwa ujumbe wa neno hili. Endelea kufanya uchanue ndani ya mioyo ya watu wako. Amina. Inua mkono wako namna hii, sema, asante Baba kwa neno lako. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Nijaze na Roho wako, niendelee kukuelewa, niendelee kukusikia, niendelee kuyatambua mapenzi yako. Asante Mungu wangu Baba, katika Roho Mtakatifu ninaomba nitie nguvu moyoni, nisichoke, nisikate tamaa, nisiogope, nisifadhaike, nivute kwako, niendelee kusimama katika mapenzi yako tu, katika uweza wako tu. Asante ya kwamba ninashinda na zaidi ya kushinda kwa wewe uliyetupenda. Naomba rehema na neema, naomba na mafunuo yako katika jina la Yesu. Nijaze nguvu za kusimama, nisichoke njiani, nikutumikie kwa furaha na kwa amani na kwa imani. Baba yangu, niinue tena, niinue tena, nijaze na neema yako sasa na hata milele na hata milele, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Naomba endelea kunitakasa, vazi langu lionekane kuwa jeupe. Sema tena, vazi langu liendelee kusafishwa siku zote. Mwili wangu uwe safi kabisa, moyo wangu uwe safi kabisa. Endelea kunivika hilo vazi, nitembee katika vazi hata niingie nalo kwako mbinguni, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea tu kuomba. Baba, asante kwa yote hayo. Naomba fadhili zako, naomba uweza wako Bwana Yesu, tukaendelee kuvikwa, kujazwa, kuneemeshwa, kuwezeshwa kwa Roho Mtakatifu, kwa neema na rehema, kwa rehema na neema. Mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Mungu mkuu sana, mtakatifu, mtakatifu, mwenye uweza, mwenye nguvu, mwenye pendo la milele. Achilia mafuta juu yetu na juu ya wana wa Mungu, kanisa lako Tanzania. Vijana wajazwe Roho na mafuta, hata wazazi wawe pia na hekima na maarifa, waendelee kulea malezi yanayostahili, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Yehova, Jehova, Jehova Baba, asante Baba, asante Yesu, asante kwa ajili ya pendo lako na kwa ajili ya uweza wako na kwa ajili ya nguvu zako. Usifiwe Bwana wa mabwana, umefanya katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mama yule, baba yule, kaka yule, mtoto wako yule. Gusa, ponya, okoa, inua, bariki kwa damu, kwa damu, kwa damu yako Yesu. Asante kwa pendo lako lililokuu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, yaguse maisha yetu. Bwana, yaguse maisha yako. Bwana, yajaze furaha na nguvu. Bwana, yashibishe, yajae uweza, yajae na nguvu. Akuinue Yesu, akuketishe katika raha ya milele. Bwana ametuandalia raha iliyokuu sana sana, kuu mno. Bwana akuvike uweza, nguvu na neema, akushangilize uweze kutembea kwenye mapenzi yake daima, uweze kutembea kwenye nguvu zake za milele,
katika Roho Mtakatifu na katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Akushibishe neema na mema yeye aliyetukuka, mfalme wa falme, Mungu wa uweza wote na neema yote, katika jina la Yesu Kristo mfalme mkuu. Bwana yaguse maisha yako, ayashibishe, ayajaze uweza na nguvu, yaendelee mbele 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 mbele. Tumikia kusudi la Bwana na shauri la Bwana. Bwana akuvike neema na nguvu katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Raha ya Bwana iwe nawe. Maliza wiki kwa furaha na amani. Kaipokee wiki kwa furaha na amani, na nguvu za Mungu na uweza wa Roho Mtakatifu ukatusaidie tena. Baba, Bwana tenda. Asante kwamba umekusudia na imekuwa, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utukufu ni wako, Mungu wa utukufu na nguvu, na Baba wa milele na wa rehema. Sante Mwokozi, sante Jehova takatifu. Kwa jina la Yesu, ponywa nafsi yako, ponywa mashaka na maumivu ya kuondoke, na kila kinachokusumbua na kutesa kiondoke sasa. Nimeamuru katika jina la Yesu, kiachie, 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 kiachie. Bwana akushangilize, yeye ni mwaminifu na mwema. Amen, haleluya. Karibu sana, endelea kutuombea. Nuru Ministry tuna kazi mbili kubwa zinazoendelea sasa. Ya kwanza ni ile ya kwenda kuhubiri Injili vijijini huko na huko, tunaendelea kujiandaa, bado kidogo tutaondoka. Lakini nyingine ni ile ya kujenga madhabahu ya Bwana. Hatujengi kanisa, tunajenga madhabahu ambako wataingia watu wa madhehebu mbalimbali. Hapo hakuna ubaguzi, hakuna chochote. Ni watu wataingia, wataombewa, wataomba, watakaa wengine wiki, siku tatu kwa faraga ya maombi. Tunajiandaa, tayari tumeanza kuweka vifaa. Basi na wewe uwe mmoja unayeshiriki kazi njema, usiachi. Karibu sana katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Karibu sana, na mkono wa Mungu wenye nguvu ukakusaidie, ukakuwezeshe katika Roho Mtakatifu, na neema ya Bwana Yesu ikuwezeshe na kukuongoza kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Kumbuka kutuombea, kumbuka kuachilia sadaka yako. Namba ziko hapo, na pia tuna akaunti CRDB na NMB. Unaweza ukatumia hiyo, lakini pia tunayo akaunti kule NMB pamoja na CRDB pamoja na NBC pamoja na NBC. Basi mawasiliano karibu, alafu tutakupa maelekezo hayo. Neema ya Yesu iwe pamoja nawe. Namba ni 0762 282 439. Hiyo ni Vodacom. 0762 282 439. Hiyo ni Vodacom. Airtel ni 0787